Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 14 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Valentini, padre na mfiadini, na pia maisha ya watakatifu Sirili, mtawa, na Metodi, askofu. Mtakatifu Valentini aliishi karne ya 3. Valentini alikuwa padre na daktari. Aliishi nyakati za madhulumu ya Kaisari Klaudio wa pili wa Roma. Aliwasaidia Wakristo wengi waliowekwa kizuizini na Kaisari, akiwahudumia na kuwaimarisha kiroho wakiwa magerezani ili wasikane imani yao pamoja na madhulumu waliokuwa wanayapata. Kaisari Klaudio alikuwa mkatili sana, hata vijana waliogopa kujiunga na jeshi lake. Yeye alidhani kuwa vijana hawapendi kuingia jeshini kwa sababu wamefunga ndoa na wana familia zinazowategemea. Hivyo akatoa amri vijana wote wa kiume wajiunge na jeshi, na wakishapita umri wa kupigana ndipo watakaporuhusiwa kufunga ndoa. Padre Valentini aliwafungisha ndoa vijana kwa siri kabla ya kujiunga na jeshi ili wajiepushe na mahusiano mabaya na wanawake. Katika utume huu, Padre Valentini alisaidiwa na Mtakatifu Maris na familia yake waliokuwa mahujaji kutoka Persia waliokuja Roma kwa hija. Mfalme alipojua hilo, alimkamata Padre Valentini na kumtupa gerezani. Yule askari aliyemweka gerezani alikuwa na binti aliyekuwa kipofu. Padre Valentini alimponya huyo binti, na kwa sababu hiyo familia yake yote wakaongoka na kuwa Wakristo. Akiwa mle gerezani, Padre Valentini aliendelea kuwahudumia wafungwa wenzake kiroho na kuwafungisha ndoa. Kaisari alimwamuru Padre Valentini akane imani yake na kuabudu miungu ya Roma, na alipokataa alihukumiwa kuuawa. Kabla ya kuuawa, Padre Valentini alimwandikia barua yule binti aliyemponya. Akamuaga na kuitia sahihi ile barua akisema, kutoka kwa Valentini wako. Desturi ya kutumiana zawadi za Valentini ilianzia hapa. Valentini alipigwa sana na marungu na hatimaye akauawa na kukatwa kichwa mnamo mwaka 269. Valentini alizikwa karibu na barabara ya Flaminiani huko Roma, na baadaye mwili wake ulihamishwa katika makaburi ya basilika lililokuwa limejengwa chini ya ardhi na Papa Julius wa kwanza mnamo mwaka 350, basilika ambalo katika karne ya 7 Papa Honorio wa kwanza alilikarabati. Papa Gelasius katika karne ya 5 akamtangaza Valentini kuwa mtakatifu, na jina lake likaenea sana kama mtu ambaye aliwapigania wale wapendanao na ambaye alipigania vijana wafunge ndoa. Papa akaweka sikukuu yake kuwa tarehe 14 Februari. Kwa miaka mingi watu wengi wana desturi ya kumhusisha Mtakatifu Valentini na watu wapendanao, vijana kwa wazee. Hii ni kwa sababu Valentini alitaka vijana waoe kabla ya kwenda jeshini ili wajiepushe na dhambi ya uasherati na uzinzi. Mtakatifu Valentini ni msimamizi na mwombezi wa wapendanao, wachumba, wanandoa, wasafiri na vijana. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Valentini, padre na mfiadini. Amri yangu ndiyo hii: pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi.
Rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 12. Turejee katika maisha ya watakatifu Sirili mtawa na Metodi askofu. Sirili na Metodi walikuwa ndugu na walizaliwa katika ukoo bora huko Tesalonika nchini Ugiriki. Sirili alisoma sheria huko Konstantinopoli, akawa mwanafalsafa na kufundisha chuo kikuu cha Kaisari. Metodi alikuwa mkuu wa mkoa. Wote wawili waliachilia mbali kazi zao, wakasoma teolojia na baadaye kupewa daraja la upadre. Mnamo mwaka 851, Sirili na mdogo wake waliingia monasteri wakawa watawa. Miaka 7 baadaye, Sirili aliteuliwa kwenda kufanya kazi ya umisionari huko Khazar. Ndugu yake Metodi alikwenda pamoja naye, na baada ya kufahamu lugha ya Khazar, walifanya utume wao vema na kuwaongoa watu wengi. Mnamo mwaka 863, mapadre wanaozungumza Kislavoki waliombwa kwenda kufanya utume Moravia nchini Czechoslovakia. Sirili na Metodi walichaguliwa kufanya kazi hiyo. Wakati Sirili akijiandaa kwa utume huo, alivumbua herufi maalumu zilizotumika katika lugha ya Kislavoniki, maana lugha hii ilikuwa haina herufi. Sirili akatafsiri liturujia na Biblia katika lugha ya Kislavoniki, na hivyo akawa mwanzilishi wa herufi za Kislavoniki. Sirili na Metodi walifanya kazi kwa mafanikio makubwa kati ya Wamoravian kwa miaka kadhaa, na baadaye wakaenda Roma kupata kibali cha papa kwa kazi yao. Wakiwa Roma, Sirili alifariki mnamo tarehe 14 Februari mwaka 869. Ndugu yake Metodi akateuliwa kuwa askofu wa Moravia na Pannonia, akarudi kwa kazi ya umisionari. Metodi alipata upinzani mkubwa kutoka kwa watu ambao walikuwa na mashaka makubwa juu ya usahihi wa mafundisho yake kutokana na matumizi ya lugha ya Kislavoniki. Kukatokea mgawanyiko kati ya waamini. Baadhi walikuwa hawana shaka na mafundisho yake, huku wengine wakitilia mashaka mafundisho yake. Askofu wa Salzburg katika sinodi ya Ratisbon alitaka Metodi aondolewe na kupelekwa uhamishoni. Metodi alikaa uhamishoni kwa miaka kadhaa mpaka Papa Yohane wa 8 alipoagiza aachiliwe huru. Lakini msuguano kati ya mapadre wa Kijerumani na wa Kislavoniki uliendelea hadi lugha ya Kilatini ilipochukua nafasi ya lugha ya Kislavoniki katika ibada ya misa. Metodi aliaga dunia mnamo tarehe 8 mwezi Aprili mwaka 885 nchini Czechoslovakia. Baada ya kifo cha Mtakatifu Metodi, wanafunzi wake walifukuzwa Moravia. Hivyo walikwenda katika nchi ya Bulgaria kuhubiri Injili, na baadaye ibada za Kislavoniki ziliendelea pia Urusi. Kwa bahati mbaya, uhusiano kati ya kanisa la Roma na makanisa ya Mashariki ulizidi kuzorota mpaka makanisa mengi ya Mashariki yakajitenga na kanisa la Roma katika karne ya 11. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu Sirili na Metodi. Mtego mkubwa ambao shetani anautumia kutega watu ni uvivu. Huu ni mzizi mkubwa wa dhambi. Msiwe na mashaka moyoni mwenu. Mwanadamu ameumbwa afanye kazi, na pale ambapo afanye kazi
anajiweka katika mazingira hatarishi ya kumwasi Mungu. Rejea ya Mtakatifu Yohane Bosco. Watakatifu wengine tarehe 14 Februari: watakatifu Basus, Antonius, Protolicus, Sirion, Basianus, Agaton, Mose, Dionisi, Ammonius, Saturninus, Advotus, Precunus na Makimus wafiadini wa Misri. Mtakatifu Valentini, padre na mfiadini, na pia watakatifu Sirili mtawa na Metodi askofu. Mtuombee.